Ramadhanu yakfihi izzan anna alhasanati fihi tatadha'af. Lakini pia Ramadhani ni heshima kubwa kwa sababu mambo mema na mambo mazuri yote yanapata overtime. Overtime zilizokuwepo ndani ya Ramadhani huwezi ukazikuta katika mwezi mwingine wowote. Fakhtara Allahu Ramadhan min baini shuhur. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameuchagua mwezi mtukufu wa Ramadhani mbali ya miezi mingine. Fakaannama Yusufa ahabbu ila auladi Yaqub alayhi salam, kama vile unavyoona Sayyidina Yusuf alikuwa anapendeza mbele ya macho ya mzee Yaqub kuliko watoto wake wengine. Fakadhalika Ramadhan ahabbu shuhuri ila allami al-ghuyub, na vivyo hivyo Ramadhani Mwenyezi Mungu kaipenda kuliko miezi mingine. Fakhtara Allahu Ramadhan min baini shuhur wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Laqad faddala Allahu ashya'an 'ala ashya'. Mwenyezi Mungu ana tabia ya kutukuza vitu baadhi ya vitu. Huu ni utaratibu wake Allah. Laqad faddala Allahu baladan 'ala sa'iril bilad. Kuna mji mmoja mtukufu umetukuzwa sana kuliko miji yote ya dunia nzima. Ala wa hiya Makkah al-Mukarrama. Na bwana ni nchi ya Makkah. Nchi ya Makkah haina vita. Nchi ya Makkah siku za mwisho haingii ukimwi, haingii tauni, haingii COVID-19. Siku za mwisho ule ni mji mtukufu sana, mtukufu mji wa Makkah, mpaka Masihi Dajjal haingii. Mwenyezi Mungu mji ule kaufadhilia, kautukuza na kaufanya ni mji wa amani kabisa. Yani wewe siku za mwisho za kiyama kama utakutwa uko Makkah, ndugu yangu, usirudi tena Tanzania, kwa sababu kuna majanga mengi pale utasolve kwa kuishi pale Makkah peke yake. Wa faddala Allahu jabalan ala sa'iril jibal. Lakini kuna mlima mmoja katika milima yote ya dunia Mwenyezi Mungu kautukuza sana. Ala wa huwa Jabal Uhud. Ni mlima unaitwa mlima Uhud, na mlima wenyewe uko Makkah vile vile. Wa faddala Allahu ma'an ala sa'iril miyah. Na kuna maji katika maji yalotukuzwa duniani kutokamana na maji mengine. Ala wa huwa ma'u Zamzam wa Zamzam tajiri. Haya ni maji ya Zamzam yenye historia kubwa, na maji yenyewe vile vile unayakuta yapo katika mji mtukufu wa Makkah. Wa faddala Allahu kitabun ala sa'iril kutub. Lakini kuna kitabu kimoja kimetukuzwa mbali ya vitabu vingine. Ala wa huwa al-Qur'anul Karim. Kitabu chenyewe katika vitabu vyote vya Mungu chenye utukufu ni kitabu cha Qur'an, ambayo Qur'an yenyewe imeshuka mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wa faddala Allahu malakan ala sa'iril malaika. Na Mwenyezi Mungu akamsharifisha, akamheshimisha malaika mmoja juu ya malaika wote. Ala wa huwa Jibril alayhi salam. Na huyu ni malaika Jibril, ambaye Jibril Ramadhani alikuwa akija sana kumdarisisha Mtume Muhammad Qur'an. Wa faddala Allahu basharan ala sa'iril bashar. Na kuna kiumbe ambaye ametukuzwa sana kuliko viumbe vyote, na huyu bila shaka ni Mtume Muhammad, ndio kaja na Ramadhani yake. Wa faddala Allahu yawman ala sa'iril ayyam. Iko siku moja imetukuzwa katika siku za dunia, nayo ni siku ya Arafa. Lakini wa faddala Allahu laylatan ala sa'iril layal. Kuna usiku mmoja unaotukufu katika siku zote za dunia. Ni usiku gani huu? Ni mkesha wa Lailatul Qadr, ambao wenyewe unapatikana ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo mwezi wa Ramadhani kutosheleze kwa haya, unashindia miezi mingine. Naomba kwa ruhusa yako nichukue aya mbili tu za Ramadhani tukazifanyie kazi wewe pamoja na mimi inshallah. Aya ya mwanzo Allah anasema ya ayyuhalladhina amanu. Na itakuwa si vyema nikatoa hutuba ya Ramadhani bila kuisoma aya hii. Ni aya tunaitegemea sana kwa ajili ya Ramadhani. Enyi waumini wa dini ya Kiislamu, na bwana waumini ndio si tuloka hapa msikitini,
na tunamwomba Mungu atilie nguvu imani zetu. Enyi waumini ya dini ya Kiislamu, kutiba alaikumus siyam, mmefardhishiwa jambo la kufunga saumu. Lugha iliyotumika pale kwenye kutiba imekuja kwa majuhuli, ayfuridha, mmelazimishwa. Na lugha ikija kwa kutiba ni tofauti na kataba. Hata angesema kataba alaikumus siyam ni sawa pia, lakini neno kataba na neno kutiba tofauti yake. Yakija maneno ya kataba ni vitu vyepesi vyepesi, vitu rahisi rahisi, na hizo ziko ndani ya Qur'an. Kataba ala nafsihi rahma wamtabu fima kataba Allahu lakum, mambo mepesi mepesi. Lakini jambo likiitwa kwa kutiba wanasema ni shaqul, ni azizun, ni jambo gumu, halina usahali, ni zito. Angalia hata katika mambo ya kivita Mwenyezi Mungu alitumia sigha na staili hiyo ya kutuita, ya ayyuhalladhina amanu, enyi waumini wa dini ya Kiislamu, kutiba alaykumul qital wa huwa kurhun lakum, mnaitwa mkapigane na nyinyi mnachukia kupigana, kwa sababu ni issue za kuwana hizi. Yale maneno ya kuitwa kwenye vita ndio katuita ndani ya saumu, kutiba alaikumus siyam. Ni kwamba Mwenyezi Mungu wallahi anatambua jambo la saumu ni jambo gumu na halina urahisi jambo la kufunga. Juzi nimekutana na mtu mmoja anakuja ofisini kwangu, ambe sasa unauma? Nikamwambia mimi niko fiti. Kwa nini? Au ndo saumu umepungua siku 2, leo chungu cha pili. Nikamwambia njaa mwanaume, na njaa mwanaume kweli. Saumu hii ione hivi hivi saumu. Kuna mtu wangu wa karibu machachari sana, ana tabu sana. Tokea juzi namtania kanywea, hana hata vurugu. Ufikiri nini? Njaa. Wengine hata khatibu hajaanza mnaanza kusinzia. Unajua nini? Wallahi njaa ya hatari. Ndio maana katika hadith kudusi Mungu anasema hata yatruku ta'amahu, mpaka mtu anata chakula chake mwenyewe hajakatazwa, unakiacha hivi hivi. Si unaona kama mimi nilivyo hivi? Mungu angeonekana pengine leo ungemwambia Mungu, hebu nihurumie, nimeweka daku langu zuri, nimepitiwa mazima na sijafuturu vizuri, lakini itabidi ufunge. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu kaona hichi ni kibarua, unaacha chakula, unaacha kinywaji na matamanio ya halali kabisa. Yule mke yule unamwacha hivi hivi. Mtu mmoja yuzi anamlalamikia mke wake, amesema mambo gani tunafanyia? Unaona nimepitiwa hata sijakugusa mpaka asubuhi. Sasa itakuwaje? Ambia ndio ufunge hivi. Haya yote Allah kayaona. Na kuna watu ibada taban, mtu yoyote kula anapenda, hakuna asopenda kula. Kula ni neema ya hali ya juu sana, lakini ni haja. Na kuna watu njaa hawaiwezi kabisa. Kwa hiyo Mungu katuita kana kwamba tunapelekwa kwenye vita. Utafikiri tunapelekwa vitani, sababu chakula kina mtihani mzito. Kutiba alaikumus siyam, mmeitwa kwenye jambo gumu zito la kuacha kula na kunywa na matamanio. Sasa mtaulizana, imekuwaje tuitwe katika jambo gumu kama hili? Mungu akapunguza kidogo ule ugumu, akasema kama kutiba ala alladhina min qablikum, kama tulivyowaita waliokuwa kabla yenu nyinyi. Unajua jambo ukiambiwa mwingine ashapitia ule mtihani kidogo unatulia, kuliko likianzia kwako. Ukiambiwa bwana, umeona hii njia hii watu pale wanakabwa pale, kwa hiyo tushakwambia mapema, ushapewa notice mapema. Ukifika pale ukitiwa mtama, ule mshtuko wake si mkubwa, wanasema jamaa washafika. Kuliko ukiwa hujaambiwa utapani kiwe kumetokea nini, kuna nini, kumbe ni sehemu mbaya ile. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu kupunguza ukali akasema haya maonjo hamjaanzishiwa nyinyi, kama kutiba ala alladhina. Unaona Mwenyezi Mungu anavyojua kuongea lugha laini na waja wake. Angesema tu fungeni kushiria mbali, alafu Mwenyezi Mungu ajibu amesema kutiba
ingekuwa mimi na wewe tungesema katabtu lakum, nimekufardhishieni mfunge. Lakini kwa sababu Mungu anatuhurumia na jambo lenyewe zito, anasema kutiba. Ukisema kutiba, mmelazimishwa. Sasa mnaanza kutafutana nani katulazimisha, yani mpaka kuja kugundua ni Mungu mwenyewe. Hatari kweli kweli. Hapa anaongea kwa usahali. Kutiba, hata kujitia mzima mzima nimekufardhishieni pia hataki Mwenyezi Mungu. Sababu ni jambo linaumiza. Mimi kila usiku mkiftari, kwa sababu madonda ya tumbo hayako mbali na mimi, basi natumia dawa yangu ya vidonda, na daku unatumia dawa yangu ya vidonda, kesho tuendelee na mdundo wa saumu. Kwa hiyo jambo la saumu hakuna hata mmoja anayesema wala halisumbui. Linasumbua jambo la saumu. Kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Faida yake ni nini? Faida yake mpate takwa. Yuridu Allahu an yazra'a fi qulubina zar'an ismuhu taqwa. Mwenyezi Mungu anataka aoteshe mche ndani ya roho zetu, jina lake ni uchamungu. Na uchamungu ndo leseni, ndo passport ya kupaswa nayo paradise. Wallahi tunamuomba Mwenyezi Mungu angalau saumu ya mwaka huu atupeleke moja kwa moja peponi. Saumu hii itatupeleka peponi, na saumu ina mambo makubwa kabisa. Pamoja ni ibada nzuri, ni ibada ngumu. Mwenyezi Mungu akaleta maneno ya kupunguza, ayyama ma'dudat. Msimsemee Mungu, sije ukasema bwana sasa mpaka itakuwa miezi mingapi? Asema ayyama ma'dudat, masiku machache, 29 ama 30. Kwa hiyo sije ukasema mpaka lini? Mpaka kesho kutwa tushamaliza saumu. Alafu pia asema sasa watu wote tukifunga, wengine hatuwezi, akabagua. Faman kana minkum maridan au ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yule ambaye atakuwa msafiri, mwingine ni mzee, mwingine ni mgonjwa sana huyu, basi aache kufunga, siku nyingine atakuja kulipia siku nyingine. Kwa hiyo hata mtu akisafiri akiacha kufunga, fadhila zake ni kubwa kuliko hata akiendelea na saumu yake. Na mgonjwa asiwe mgonjwa mpaka akafa. Sayyidina Anas ibn Malik aliishi mpaka miaka kama 80, miaka miwili mizima, kwa sababu ya uzee aliokuwa nao. Alikuwa hafungi Sayyidina Anas, alikuwa kila leo analisha maskini. Yani ukiwa wewe ni mzee au ni mgonjwa, basi itabidi ulishe maskini mmoja. Na siku hizo Sayyidina Anas ibn Malik, kwa sababu kila siku 30 alikusanya masikini 30 kwa siku wote, akawamwagia chakula wote, akasema nishamaliza deni la mwezi mzima sasa. Na wewe unaweza ukafanya hivi. Lakini tunaye mjamzito, mama mjamzito, mimba changa ina fujo, mama anadondoka kila saa, mara nyingine mpaka akatiwa dripu. Sheria imemuona huyu, aache kufunga asije akatufia bure. Wala tushaddidu dini ni nyepesi sana, asifunge. Lakini kuna mambo mawili. Kama mwenye mimba ataacha kufunga sababu ya afya yake, kwamba kwa hali iliyokuwa nayo ikifunga itakuwa hatari, ale baadaye atalipa saumu tu. Lakini kama wasiwasi wake pengine huyu mtoto tumboni ananitegemea mimi akafa, basi ale, lakini atakuja kulipa na fidia. Na hukumu hiyo mnyonyeshaji pia, mtu akiwa ananyonyesha maziwa yake yale, kama akisema mimi nikiendelea kufunga kwa staili hii, mtoto anavyonyonya nitapata kizunguzungu kidondoke, basi na ale, atakuja kulipa saumu. Lakini kama mimi bwana nikifunga maziwa hayatoki, mtoto atanyonya nini? Na ale, atakuja kulipa pamoja na fidia. Haya ni masala kuhusiana na saumu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameendeleza aya hizi za saumu, kisha akatuambia shahru Ramadhani alladhi unzila fihi al-Qur'an. Kwa mwezi wa Ramadhani huu ndio mwezi ndani yake ulishusha hii Qur'an yenyewe, hudan linnas, ni bainifu kwa watu na unapambanua mambo ya haki na batili. Kama shahida minkum ash-shahra falyasum, mtu ambaye ameshuhudia mwezi basi na afunge. Akarudia tena Mwenyezi Mungu,
alikuwa na matatizo na hivi, atafunga siku nyingine. Yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra. Mwenyezi Mungu anakutakieni kwenu nyinyi wepesi wala hataki uzito. Yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra wa litukmilu al-idda. Hapa zingatiwe wa litukmilu al-idda. Mkifunga jamani, hakuna mimi naweza siku 10, mimi zangu siku 15. Kamilisheni idadi ya masiku yanayotakikana. Na ukiacha kufunga bila sababu za msingi tu, ile somo hailipiki hiyo, na jamaa yake ni zito sana. Na tuheshimu mwezi. Mabwana, mwezi lazima uheshimiwe, hasa wauza maduka ya tunawaambia hivi. Akija mtu usiache kumuuzia soda. Naomba soda ndugu yangu. Pengine ndani yake ana kizee na kuna watoto wadogo hawafai kufunga. Ukimwona anakuambia nipe kwa akaondoka nayo mpe, pengine anampelekea mtu mwenye dhurufu. Lakini anakuambia nipe soda, nifungulie hapa hapa, huyu usimpe. Mwambie wewe sipuuzi. Lazima mwezi uwe na heshima yake. Lazima mwezi uwe na heshima ya hali ya juu kabisa. Lakini pia Mwenyezi Mungu kuna maneno ameyachomeka katika mwezi wa Ramadhani. Anasema wa idha salaka ibadi, na kabla ya hapo walitukmiru al-idda walitukabbiru Allah ala ma hadakum. Hii walitukabbiru Allah tunaweza tukaingiza maeneo mawili. Tumtukuze Mwenyezi Mungu zile siku zaidi zikifika, au tumtukuze Mwenyezi Mungu kwa yale mambo ambayo Mtume katuambia tuyafanye sana ndani ya Ramadhani. Mambo yenyewe ni mambo matatu. Jambo la mwanzo, tumtake msamaha Allah, tulete istighfar. Jambo la pili, tumuombe Allah pepo. Jambo la tatu, tumuombe Mungu sana sisi atukinge na moto mkali. Ndio yale mambo ya la ilaha illallah, nastaghfirullah, nasaluka aljannata ya ilahi wa na'udhu bika minan nar. Yale mambo yale tunayafanya sana kila baada ya sala. Kwa nini tunayafanya kila baada ya sala? Kwa sababu kila dubur sala, kila nyuma ya sala dua hukubalika. Sio kama ni wimbo fulani tu ule, hata ukiswali peke yako lete sana uradi huu. Shahada la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka aljannata ya ilahi wa a'udhu bika minan nar. Allahumma innaka afu tuhibbul afwa anni ya karim ya tawwab rabbi tub alaina wa sami'ni wa liwalidayya. Ya muombe Mungu katika sifa za namna kama hii. Usisubiri mpaka imamu kaimisha. Popote muombe Mungu sana maghfirah, akusamehe, kwa sababu kipindi hichi msamaha ni mwingi sana. Muombe Mungu sana akuingize peponi. Hichi ndio kipindi chake hiki. Muombe Mungu akuepushe na moto. Mabwana, ndugu zangu wa Kiislamu, wallahi kuna baadhi ya watu walikuwa front line, wameandikwa ni wa kuchomwa na Mungu hawa. Kilichowatenganisha na moto mkali ni pumzi zao. Wangedondoka leo wangeenda kuona cha mtema kuni. Na Mungu anatusubiri, na Mungu hana mchezo. You can imagine hii miezi 11 iliyopita nyuma hii ambayo si mwezi wa Ramadhani, hesabu mwezi ni mara ngapi ndugu yangu Muislamu? Unaona mchezo kutembea na wake za watu, unaona mchezo kumharibu mwanamke. Wewe ndio musabbib, umemfungua usichana wake, wewe ndio mwanzo umefungua ule mlango. Kila anayekuja kwa njia ya kumzini umefungua akaunti ya mambo mapya. Hasa hapa kwenye zina hapa unakuta watu wanasali, lakini hili gonjwa bado linatawala. Tena sasa hivi utashangaa wewe, utashangaa kweli kweli. Mimi nimekutana na baadhi ya aima, viongozi wenzangu, maimamu. Bwana vipi? Wamenitimua pale msikitini bwana. Unajua fitna zimekuwa nyingi, zimekuwa hivi. Watu Waislamu wanamfukuza imamu msomaji kama wewe, lakini baadaye unasikia habari za nyuma, imamu kakutwa kule kwa wanawake na wanawake bwana. Tumevumilia, mara kwanza kafanya hivi, mara pili kafanya vile. Sasa ikiwa imamu anawatolea macho wanawake, maamuma itakuwaje? Wanasema dhambi zinazotutesa hapa Tanzania hizi mbili. Unajua Tanzania ni warahimu, ni wakarimu.
hawana ile mambo mabaya, hawaabudi ng'ombe kama India huko. Ukienda kwa wenzetu watu wanaabudia mpaka tupu za wanawake, vitu vya ajabu ajabu, ng'ombe anaabudiwa. Hapa Tanzania hakuna vitu kama hivi. Hapa Mungu na sisi, tume na sisi. Lakini tuna matatizo mawili haya. Tukiyarekebisha haya tumefanikiwa. Ulevi na uzinzi. Ulevi na uzinzi. Hivi vitu viwili hivi tukicheza navyo, kwanza maisha yetu yatapasuka. Halafu tutakuwa waheshimiwa kwa Allah. Azina jarima ihtazu arshur rahman. Zina ni dhambi, ikitendwa inatingisha jengo la arshi ya Mungu. Na ile zina uloizini, ule utupu utabadikwa nao siku ya Kiyama. Utakuwa unalipuka kama mabomu ya dunia, na unakulalamikia fedheha kubwa siku ya Kiyama. Tupu yako wewe ukitatum min lahamika itakukhini siku ya Kiyama. Ile tupu yako itarefushwa zira 70, itakuwa inanuka hatari. Hatari. Ardhi ya shamba ipo chini inaungua. Nayo hali ya juu sana. Haya yote wa kila shay'in ahsaynahu kitaba, yamedhibitiwa kwa kuandikwa. Mtume kayaona haya, kasema ikishaingia Ramadhani kama hii, mtakeni sana msamaha Allah. Na msamaha kuna kujumlisha Mungu nisamehe zina zote. Toba haiko hivyo bwana. Toba, kila toba wajibu an yatuba min kulli dhanbi. Kila toba moja ipe sharti zake 3. Kuna zingine zina sharti 4. Kwa hiyo anza kumwandika Asha, mletee sharti 3 za toba. Anza kumwandika Mwanauru, mletee sharti 3 za toba. Na kila sharti lazima ulie ndani yake. Lazima uazimie sirudi tena dhambi yake. Hakuna toba inafanya unarudi, hapana. Sasa Mtume anasema mambo 3 muombeni Mungu. Na nikwambie siri, zina ina hasara nyingi. Miongoni mwa hasara zake inaondosha haya. Mtu anayezini kwanza haoni vizuri. Hata kumbe mtu yule yuko wapi? Haoni. Nuru inaondoka. Mtu anaozini hana aibu. Aibu hana kabisa. Anaweza leo akamtongoza mtu kama mamake mzazi, wala hana wasiwasi. Lakini mtu anayezini, nakwambia siri sasa, hadumu kwenye kazi hata. Anaingia leo kwenye daladala, kesho kutwa kashapigwa chini. Amepewa semichela, kashushwa hivi, acha gari hapo, shuka. Alafu anakwenda kupewa mtu mwingine. Anasema mimi na mikosi. Ni vile vivuli vya zinaa. Kuna vivuli vya mashetani, ukizini hapo vinakumbatia. Hapa shauri moyo hapa. Unashangaa wewe pia hazitoki. Wenzio kila leo Dubai, basi hata wale wasiokuwa Waislamu wakienda kwa waganga wa kienyeji, anaambia masharti ya tiba yako usije ukalala na mwanamke leo. Hawafanyi uzinifu. Uzinifu una matatizo mengi. Sasa kwa sababu Mungu ashakutia nuksi ya zina, muombe Allah msamaha katika mwezi huu. Na neno la mwisho kabisa la kufitimisha, wa idha salaka ibadi anni fa inni qarib. Kuna aya za maombi zilipachikwa kwa ajili ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ina maana ndani ya Ramadhani pia tuombe dunia yetu. Muombeni Allah akupeni maisha ndani ya Ramadhani, ili mwezi tukiutumia vizuri una uwezo wa kuendesha miezi 11 katika miezi 12 iliyobaki. Muombe Mungu fadhila zake kipindi hichi. Moja kati ya dua za wafungaji inakubalika. Tumia muda mrefu kumwomba Allah, hasa tumia zile msimu ambazo huwa zinakubalika sana, hasa pale anapoadhini muadhini. Panapoadhiniwa mpaka muda wa iqama, pale dua zinakubalika. Omba dua za maana. Muombe Mungu akudumishe kuswali. Muombe Mungu ufanye yoyote, lakini usife vifo vya ajabu. Haya ni mashtaka. Mungu nakuomba, mimi ni mja wako. Sema hivyo. Mara nyingine naingia guest huku nalalamika. Mara nyingine naiba cha mtu, najua hiki si changu. Sijui hata nitafia wapi. Siku za mwisho niulie hata msikiti ni Mungu. Siku za mwisho angalau nimetubia Mungu. Usiniite kwako ila pale unapoona kidogo nimetengeneza muamala mzuri na wewe. Kisha muambie Mungu fukara, shida, madeni ndio usiseme. Mabwana simama na Mungu kila siku moja. Muombe Mungu akufutie madeni. Akufungie kabisa mlango wa madeni. Kuna watu kwa ajili ya dua wanaishi bila ya madeni. Na ili Mungu akuondoshee madeni, na wewe kama inawezekana wasamee wadeni wako. Kama inawezekana, si lazima.
haiwezekani kuwasamehe, wapunguzie, ni katika mema. Alikuwa mwanachuoni mmoja anawadai watu wengi, fungua daftari, huyu Ali anadaiwa ngapi? Huyu unamdai 100,000, muondolee 50, mwambie tunamdai 50. Kila siku kazi yake kupunguza madeni ya watu tu, kila siku. Yule unamwona lile deni lishampelekesha, mfutie kabisa hilo deni. Akawa anaulizwa, wewe kazi yako kila leo kufutia watu madeni, maana yake nini? Niambia, na mimi na madeni makubwa kwa Mungu. Sasa kuna baadhi ya watu wamesongwa, unamdai 5,000 tu, si umsamehe, mwambie tu basi bwana, usiwe na wasiwasi, basi yaishe, mkhafifishie mtu. Kuna mtu halali macho kwa sababu ya deni lake, na wewe hudai hata kwa rehema. Unaona kama anacho hataki kukupa, kila siku message kali, nakwambia nitakuonesha, nilipe shehe wangu. Unamdhalilisha Muislamu kwa ajili ya deni lile. Kuwa mpole na madeni, na wewe unayedaiwa muombe Mungu akuafikishe ulipe vya watu. Tunamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupe rehema za Ramadhani. Tunamuomba Mwenyezi Mungu wale ambao wako ndani ya ndoa, dumishe ndoa zao kwa baraka ya Ramadhani. Lakini la mwisho kabisa, mambo hayaendi isipokuwa kwa sadaka Waislamu. Na sadaka, Ibrahimu an-Nakhai rahmatullahi alayhi anasema, Ramadhani utukufu wake rak'atun fi Ramadhani bi 1000 rak'a. Ukisali rak'a moja ni sawa na rak'a 1000. Ukienda rukuu moja ya sala ni sawa na rukuu 1000. Akasema na tasbihi moja, subhanallah, hesabia hizo ni tasbihi 1000. Anna alhasanati fihi tatadhaaf. Kisha akasema wa sadaqatun fi Ramadhan bi 1000 sadaqa. Ukitoa sadaka moja kwa ajili ya Ramadhani unahesabika, ndugu yangu, umetoa sadaka 1000. Leo ukitoa 10,000 utahesabika umetoa mara 1000. Ni pesa nyingi sana. Sasa leo hebu lete ile 10,000 yako ambayo iende kule Mwasonga kule, na hata nami nitatoa baada ya kuongea hivi, mwenyewe nimepata imani. Ile shilingi 10,000, Allah asema man jaa bihasanatin 10 amthaliha, anayefanya jema moja Mungu atampa 10. Miezi ya kawaida ili halina mjadala, ukimpa Mungu 1,000 anakupa 10,000, ukimpa 10,000 anakupa laki. Wallahi, ukimpa laki anakupa milioni, ukitoa milioni anakupa milioni 10. Lakini ndani ya mwezi wa Ramadhani hata ukipiga hesabu kichwa kinauma. Usishangae ukatoa 10,000 Mungu akakupa milioni 10. Usishangae ukatoa milioni 1 ukapewa bilioni 1 na Allah. Na haya yote Allah anayaweza. Haya yote Allah anayaweza. Kwa hiyo leo tumieni fursa ya Ijumaa, tumieni ndani ya Ramadhani, tumieni muda ambao uko ndani ya khutba. Makama ya Mtume Muhammad inahamasishwa sadaka kwa ajili ya mambo ya kheri, kwamba sadaka yako uitoe hapa. Muombe Mungu, mwambie mimi maisha tu, na mimi nipe mlango hapa Shauri Moyo, kuza biashara zangu, mimi ndoa zangu tu, mimi sipati mtoto, wazee wangu kaburini. Hebu itilie nia, lakini usisahau Mungu, kwa sadaka hii mimi nimezini sana, nimefanya liwati, ukiangalia haki za watu Shauri Moyo, nimeibia watu hawa na idadi, na walipaje hawa? Mungu nakuomba hii sadaka yangu hii. Tena ikuongeze neno la Imam Ghazali, manake mtu ukichukua haki yake umrejeshe. Umechukua mke wa mtu wewe, ukienda kumwambia mwenyewe ni hatari kubwa. Imam Ghazali anasema toa sadaka kwa ajili yake yule mtu, ili umalize majanga siku ya Kiyama. Tafuta sadaka yako. Mungu, mimi binadamu nimepata ushawishi, ubinadamu umenichukua, mke wa mtu hasa nimeenda naye si mara moja si mara mbili, hii ni hatari, siku ya Kiyama itanitokea puani. Wallahi, kwa hili Sheikh Uthmani kasema laki nzima iende huko Mwasonga na niishiwe nsiwe na kitu. Uone Mungu atakufanyia nini, ndugu yangu Muislamu. Baada ya kuyasema hayo, Mungu atujalie kila la kheri na atuepushe na kila la shari. Wa qala azza min qa'ilin alim فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم أو بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أنه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال
وكفر، وأشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وصحبه الغرب. عباد الله اتقوا الله من سماء له وفقوا للخبر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدا فيه ونفسه وثنى بملائكته المسبحة وقدسه، وثلث بكم أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه، فقال تعالى مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على نبي الرحمة وشافع الأمة الذي أحاط به علمك وأصاب كتابك وظنه، وعلى آله ومن نصره في كل مهمة، خصوصا منهم ذي المسجد الأريق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق، وعلى الزاهد الأواب الناطق بالصواب أمير المؤمنين سيدنا أبي حفص عمر بن الخطاب، وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان، وعلى أسد الله غالب إمام المشارق والمغارب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب، وعلى ولديه سيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين، وعلى أمهم الزهراء البطول، وعلى عميه المعظمين عند الله والناس المطهرين من الدنس والأرجاس أبي عمارة الحمزة وأبي الفضل العباس، وعلى بقية العشرة المبشرة الذين بايعوه تحت الشجرة، وهذا الفياز والحواري الزبير وسار الهدى وسعيد الخير وعبد الرحمن الزكي شاكر، وأبي عبيدة الزاهد الزاهد رضوان الله تعالى عليهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر جيوش المسلمين ونكس أعداءك أعداء الدين، واختم لنا بخير منك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات.